Uhari gani mwanasoka mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie leo tena jili viwanjani. Basi kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo utakaopigwa mnamo tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka huu mnamo saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa 3 kwa Simba Sports Club na mkondo wa 3 kwa mwenyeji, huku Simba Sports Club wakiwa na pointi 0 katika kundi hilo. Hivyo basi mchezo huu ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili kwa ujumla, huku kila mmoja kisaka jumla alama 3 ili kujiakisha nafasi sahihi katika kundi ili kufuzu hatua inayofuata. Lakini pia ubora wa mchezo huu unachagizwa na uimara wa timu zote mbili kwa ujumla baada ya kuwa na muendelezo bora katika ligi zao. Tukimwangazia Simba Sports Club, anashikilia nafasi ya 4 katika msimamo wa kundi hilo mpaka hivi sasa baada ya kucheza jumla michezo miwili na kupoteza michezo yote akiwa amefunga bao moja na kuruhusu mabao matatu. Esperance anashika nafasi ya 3 akiwa na jumla alama 2 baada ya kusale michezo yote miwili ya awali. Hivyo basi kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kinakwenda kukabiliana na Esperance de Tunis ili kutafuta alama 3 na kufanikiwa kuendelea kutafuta nafasi za juu katika msimamo wa kundi hili ili kufuzu katika hatua za mbele, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Steve Barker amechagua kwanza na golikipa wake Hussein Abel. Ikumbukwe kwamba Hussein Abel amekuwa ni golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia ipasavyo miguu na mikono kwa golikipa huyo pindi awapo langoni. Ni golikipa mwenye muendelezo mzuri katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi awapo langoni. Lakini pia golikipa huyo alijiunga na Simba Sports Club amekuwa muhimili bora katika kikosi hicho cha Simba Sports Club baada ya kuwa na muendelezo mzuri katika ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani walinzi nambari 2, nambari 3, nambari 4 na mlinzi nambari 5. Na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni David Frank Kameta Duchu. Ikumbuke kwamba Shomari Kapombe anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo mkubwa wa kupiga mipira kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Steve Barker ameendelea kumwamini Shomari Kapombe, na hiyo yote ni kutokana na uwezo na ubora mkubwa kumzuia winga wa kushoto wa mpinzani ili asipige krosi au kupenya, lakini pia kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya krosi kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na wabeki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi kwa kuingia pembeni, kupiga krosi kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja wa upande wa kulia, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutoka nyuma. Lakini pia beki huyo anasifika kwa kutengeneza nafasi na kupiga mashuti pindi inapowezekana. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Anthony Mligo, huku mbadala wake akiwa ni Nixon Kibabage. Ikumbuke kwamba Anthony Mligo amekuwa ni mmoja wa mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni kwa muda mrefu. Amekuwa beki katika mashindano ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Steve Barker ameendelea kumwamini Anthony Mligo kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi. Lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kuweza kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi kuzuia mashambulizi kwa kuongeza idadi ya viungo wa katikati. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross au kupenya
kukaba na kuingilia pasi za upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia. Lakini pia anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutoka nyuma. Lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi au kupiga mashuti. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Wilson Nangu, huku mbadala wake ukiwa ni Vedastus Masinde. Ikumbuke kwamba Wilson Nangu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo wake mkubwa ukaba mipira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa ukaba mipira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyo, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia wasilete madhara kwa timu. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi, lakini pia kuwazuia washambuliaji kupenya au kupata nafasi ya kufunga. Beki huyo anasifika kwa kuondoa mipira ya juu na ya hatari kwa kukaba na kupiga vichwa, lakini pia hutoa maelekezo na kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi na kufuatilia washambuliaji na kusafisha mipira karibu na lango. Lakini pia beki huyo anasifika kwa kupiga pasi sahihi, kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma, kuepuka makosa ya hovyo na kucheza kwa umakini muda wote. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na Rushan Derek. Kumbuke kwamba Rushan Derek amekuwa beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi ili kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani. Beki huyu amekuwa ni moja ya muhimili imara na mkubwa katika kikosi cha Simba Sports Club baada ya kuisaidia timu kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kuwapanga vyema walinzi wake na kukaba mshambuliaji mkuu, lakini pia kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa. Lakini pia beki huyu anasifika kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, kuisaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao msimu huu. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani timu imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Alassane Kante na kumweka benchi Yusuf Ali Kagoma. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alioonyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbuke kwamba Alassane Kante amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kuisaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa, na uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma na kuisaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kujiweka eneo sahihi, kucheza na kujiposition kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira ya mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na Nabi Kamara, huku Mzamiru Yasini akiwa kama mbadala wake. Ikumbuke kwamba Nabi Kamara amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kukaba, kuunganisha ulinzi na mashambulizi baada ya kupokea mipira kutoka mabeki na kusambaza mbele, lakini pia kusaidia ulinzi kukaba, kurejesha mipira na kuziba nafasi katikati ya uwanja. Lakini pia kiungo huyu anasifika kwa kuchangia mashambulizi kwa kupandisha mpira, kupiga pasi za mwisho na kuingia kwenye boksi la wapinzani. Lakini pia anasifika kwa kudhibiti tempo ya mchezo, kujua lini apunguze au harakishe kasi ya mchezo. Lakini pia kiungo huyu anasifika kwa kupiga mashuti ya mbali, kutumia nafasi kufunga magoli kutoka nje ya boksi. Lakini pia anasifika kwa kufanya kazi nyingi uwanjani, kukimbia sana na kusaidia timu pande zote mbili.
Kwa kiufupi, kiungo namba 8 ni injini ya timu anayohakikisha mpira unatembea vizuri na timu inakuwa imara katikati ya uwanja. Lakini pia kiungo huyo anasifika kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kusaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora wa muda mrefu na uwezo wake mkubwa kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia pindi timu inaposhambuliwa. Mchezaji huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni moja ya muhimili mkubwa katika klabu hiyo kwa kuisaidia timu yake kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup, lakini pia kushika nafasi ya 5 katika ligi kuu NBC mpaka hivi sasa, huko akitofautiana jumla ya alama 7 dhidi ya anayeongoza ligi kuu, huko Simba akiwa na idadi ya jumla ya mechi 5 mkononi dhidi ya kinara wa ligi hiyo ya Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Baka amechagua kwanza na kiungo wake Neo Maema, huku mbadala wake akiwa ni Clatous Chota Chama. Ikumbuke kwamba Neo Maema amekuwa ni mchezaji mwenye mwendelezo mzuri. Kiungo huyo anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao kutoka mbali, kuchezesha timu, kutengeneza nafasi kwa washambuliaji wenzake. Lakini pia Neo Maema amekuwa muhimili mkubwa katika klabu hiyo ya Simba Sports ya kuwa na mwendelezo na ubora wa hali ya juu. Hiyo yote ni kutokana na ubora aliyoonyesha kiungo huyo kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti. Lakini pia kiungo huyo anasifika kwa kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa kushambulia. Lakini pia kiungo huyo anasifika kwa kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira kati ya viungo na washambuliaji, lakini pia kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Baka amechagua kwanza na mshambuliaji wake Kibu Denis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na speed na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbuke kwamba Kibu Denis Prosper amekuwa ni moja ya muhimili wa klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara. Mshambuliaji huyu amekuwa akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kuifungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani na kupiga pasi za mwisho. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuwavuta mabeki, lakini pia kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho. Lakini pia anasifika kwa kucheza kama kiungo cha mshambuliaji kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Steve Baka amechagua kwanza na mshambuliaji wake Jonathan Soa, huku mbadala wake akiwa ni Selemani Mwalimu. Ikumbuke kwamba Jonathan Soa amekuwa na ubora wa mchango mkubwa katika kikosi cha Simba Sports hivi sasa. Hivyo basi mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kumpelekea kusababisha hatari akiwa katika zoni ya wapinzani. Jonathan Soa amekuwa bora zaidi, na baada ya kusaidia timu kwa kukaa kimiani jumla mabao 11, kusaidia timu yake kushika nafasi ya 5, lakini pia kufunga mabao kwa kutumia nafasi zilizopatikana, kuweka pressure kwa mabeki wa mpinzani waliofanya makosa, lakini pia kuweka timu juu kwa kushikilia mpira. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kumalizia mipira ya cross kwa kichwa au miguu. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Steve Baka amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzo Kibisawala. Ikumbuke kwamba ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kucheza nafasi za winga zote mbili, kulia na kushoto. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kutumia miguu yote kwa nguvu ile ile na ubora ule ule. Lakini pia amefunga magoli kadhaa kitokea kulia na kushoto kwa kupiga nje ya 18 ya wapinzani. Lakini pia mshambuliaji huyu ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi mpenyezo pamoja na pinpoint passes zinazoweza kukata safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hiyo yote ni kutokana na vision alionayo ya kuskani na kuangalia chaguzi sahihi ambao ni bora zaidi, na amefanya hivyo mara nyingi katika ligi kuu, lakini pia katika mashindano ya kimataifa. Speed yake ni kubwa na huwa inaongezeka zaidi akiwa na mpira mguuni, kitu
kinachopelekea ugumu sana kwa mabeki wa pembeni kukabiliana naye, lakini pia energy yake ni ya kutosha. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club hivi leo, kikosi ambacho kimetangazwa mapema sana na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker kuelekea mchezo unaokwenda kukabili Esperance de Tunis mnamo tarehe 24 mwezi wa kwanza saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu.